Moja ya changamoto mlizozitoa, mulisema kwamba wengi mnapenda muwe na bodaboda zenu, lakini shida mikataba marejesho yako juu sana. Hilo ni jambo ambalo mlinieleza mule ndani nilipowaita. Sasa na mimi nimekuwa nikijaribu kupambana kuumiza kichwa. Leo nitawauliza swali moja. Hili jambo mkiliridhia tunalianza mara moja. Kama mjaliridhia, mimi mabosi zangu ni wananchi wa Tunduru. Wasichotaka wao mimi sifanyi. Wanachotaka wao mimi nafanya. Sina mabosi wengine. Iwe ndani ya bunge, iwe nje ya bunge, mabosi zangu ni wananchi wa Tunduru. Kwa hiyo kwa kila nitachofanya nitakuwa nawauliza mnakitaka hiki? Sasa mimi kwa kutumia ushawishi wangu, yuko mwekezaji fulani ambaye ana mradi wa bodaboda za umeme. Alinifuata, Bwana Ado, mimi nakusikiliza na kukubali katika njia ya kuwasaidia watu wenu. Nataka ofisi ya mbunge na mimi tuanzishe mradi wa bodaboda za umeme Tunduru. Nikamuuliza swali, mimi nifanye nini? Akasema wewe uwe ndio mdhamini wa bodaboda wa Tunduru. Nikamuuliza dhamana maana yake ni nini? Akasema uweke kwenye akaunti benki angalau shilingi milioni 100, kwamba wewe una udhamini huu mpango ufanyike. Nikamjibu kama hiyo itawasaidia watu wangu, mimi niko tayari hata kwa kukopa kuweka milioni 100 benki. Ili mradi tu mimi ndio niwe mdhamini mkuu wao bodaboda wa Tunduru. La pili akasema wewe ndio tusaidie, tushirikiane tuwapate bodaboda wenye uhitaji, kwa sababu hatuwezi kugawa bodaboda zote zinazohitajika. Kwa hiyo hayo mawili mimi nimeyakubali. Yeye akasema yuko tayari kutoa bodaboda ikiwezekana kwa kuanzia hata 100, ambayo nyinyi mnajua ni kiwango cha juu sana cha bodaboda kutolewa katika wilaya yetu. Na yuko tayari kuzitoa zaidi. Yuko tayari kuwa na vituo vya kutoa hayo mabetri ya umeme. Na wataalamu wanasema gharama za kuendesha bodaboda hizo zinakuwa za chini kuliko zile za mafuta. Kitendawili umeme wetu hautabiriki, mnaujua au sio jamani? Na nyinyi mnanisikia ninavyopambana bungeni juu ya huu umeme. Bongo Play TV.